Ni muhimu kuwa na matunda ya haki. Ni muhimu kuwa na matunda ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Sisi tunafanikiwa katika kusikia. Tunafanikiwa katika kusikia. Yaani ukiona mtu yoyote anaombewa anapata muujiza, ni viwango vyake vya kusikiliza neno la imani. Bila kusikiliza neno la imani, yani mambo ni magumu. Yani mambo ni magumu. Biblia inasema tunatoka katika nchi ya mavumbi, tunaketishwa pamoja na wakuu. Ili uketishwe pamoja na wakuu, ni ile siri ya viwango vya kusikiliza maelekezo ya Kristo. Ukisikiliza maelekezo ya Kristo, hayo ndio yanayobadilisha tabia, hayo ndio yanayobadilisha mwenendo, hayo ndio yanabadilisha msimamo, hayo ndio yanayoachilia baraka juu ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka watu wanasema huyu jamaa huyu anaongea kama Yesu mwenyewe, lakini kumbe ni namna ulivyojirisha neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo likiwa kwa wingi ndani yako, mauti inakosa nguvu. Mauti inakosa nguvu. Kwa hiyo maisha yako yanakuwa ni ya imani. Maisha yako yanakuwa ni ya haki kwa sababu ya lile neno unaloliishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikasema wokovu bila neno la Mungu sio wokovu. Wokovu bila kushika maagizo sio wokovu. Tumesema katika kile kiti cha rehema unatoka upendo wa Kristo, unatoka uaminifu wa Kristo, unatoka kweli ya Kristo, unatoka ushindi wa Kristo, unatoka yani zile baraka za aina mbalimbali ni katika kiti hicho cha rehema. Sasa usipomsikiliza Yesu, unaweza ukawa muamini wa hasara. Unaweza ukawa muamini wa hasara. Na mimi naomba Mungu tunapoamini, tuamini kikweli kweli. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Anarudi kuchukua walio wake. Anarudi. Angalia jirani yako. Muulize, wewe ndio umesalia? Muulize kabisa kwa kumwangalia usoni, wewe ndio umesalia? Amekwambiaje? Muulize tena lingine, na wewe ni mkorofi? Nikisema mkorofi si ninaeleweka? Mtu mkorofi ni mtu asiyejali. Anasema ukinichokoza, mimi suti naweka pembeni. Tunazichapa. Huyo ni mkorofi. Hajazaliwa mara ya pili. Yesu asifiwe. Sijui kama umepokea kitu. Wangapi wamepokea kitu? Umepokea kabisa. Mungu akupe neema hiyo. Mungu akupe neema hiyo. Mungu akupe neema hiyo. Mungu akupe neema hiyo. Ufanikiwe. Ufanikiwe. Yaani nasikia dusome tena andiko lingine. Wangapi wanasema amina? Wengine wamechoka. Wamechoka. Bwana Yesu asifiwe. Katika eneo la wokovu ziko baraka za wokovu ambazo zinatoka kwa kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Maana huyu
ndiye mwenye uwezo wa kufungua na kufunga. Kwa hiyo tukielewa baraka hizi, basi hatutapotoshwa wala hatutadanganywa na mtu wa aina yoyote, maana tutakuwa tumejenga msingi sahihi katika yeye aliyetuita. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Injili sura 12 Yohana 12. Injili sura 12. Nahitaji kumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mstari wa 32 inasema, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyenena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Nawe wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Basi Yesu akawaambia, nuru ing'arapo pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza. Maana aendaye gizani hajui aendako. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha wasimuone. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno ni mazuri, ni maneno ya kuaminiwa ambayo yanasababisha neema na baraka kwa mtu aliyekubali kumfuata Yesu. Maana Yesu amekuja tutoke gizani ili tuingie katika yeye. Yesu ni neno la Mungu. Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Amwaminie Yesu haingii gizani, lakini ametoka katika giza, ameingia katika nuru. Watu walio gizani wamemezwa na nguvu ya mauti. Hii ndio sababu Yesu akaeleza habari ya kuinuliwa, kwamba akiinuliwa atawavuta wote waje kwake. Hii ndio sababu we umevutwa, mama umevutwa, kijana umevutwa, mzee umevutwa, ili upokee neema kwa Bwana, upokee rehema kwa Bwana, upokee uzima kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Furahia kuachana na ubaya wa kila namna. Furahia kuwa mshindi katika imani. Furahia kuwa na matendo ya nuruni. Furahia kukataa matendo ya gizani. Maana usijiimarishe katika giza, lakini jiimarishe katika nuru. Maana ukijiimarisha katika nuru, hiyo ina ujira mwema. Jamani, Mungu awabariki. Tusimame.
Yesu asifiwe. Naomba tufanye hivi, tutoke kwenye viti wote, tuje hapa. Fanyeni haraka ninyi mnayekuja. Maneno ya Yesu ni faraja yetu. Maneno ya Yesu ni baraka yetu. Maneno ya Yesu ni uzima wetu. Naamini kwenye maisha yetu kila mmoja wetu anayo mambo yanayosibu moyo wake, anayo mambo ambayo yanagusa maisha yake, ambayo anatamani Mungu aweze kumsaidia. Viwango vya kusaidiwa na Mungu ni viwango vya kuliamini neno lake. Viwango vya kuamini neno la Kristo ni viwango vinavyoleta majibu kwa maisha yetu, sehemu zetu za kazi, sehemu za biashara, lakini maofisini, lakini kwenye kazi tunazozifanya za maisha ya kijamii, kifamilia, maisha tunayokutana nayo. Wakati mwingine mtu anakuwa na mapito magumu ambaye anajitahidi namna ya utatuzi, lakini anakutana na ugumu, anakutana na ushindani. Mimi ninachokiamini, Yesu anaweza yote. Ndio maana nasema tukaribie kiti cha rehema, tukaribie kiti cha rehema ili tupate neema ya kutusaidia. Ni vizuri kujua namna ya kukaribia hiki kiti cha rehema ili Mungu arehemuye maelfu na maelfu ya watu wote wanaoamini. Huyu Mungu aweze kukurehemu. Mungu aingie katika ndoto zako. Mungu aingie katika mipango yako. Mungu aingie katika ndoa yako. Mungu aingie katika familia yako. Mungu aingie katika njia zako. Leo hii Mungu afanye jambo la kihistoria. Mungu afanye jambo la kihistoria juu ya maisha yako, juu ya maisha yako. Mimi ndivyo